Karibu sana katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Leo niko mtaani kuzungumza na jamii wanaofahamu vipi ugonjwa wa kifua kikuu. Je, wanajua dalili za ugonjwa wa kifua kikuu? Na pia wanajua namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu? Naitwa Chinosa. Twende tukasikie majibu yao. Bwana kaka, mambo vipi? Mambo ni poa, sijui vipi? Mimi salama kabisa. Naona upo kazini kwako hapa. Vipi biashara zinaendeleaje? Tunashukuru Mungu, Allah anajalia. Sawa, hebu tuambie unaofahamu vipi ugonjwa wa kifua kikuu? Ugonjwa wa kifua kikuu naweza nikasema na ufahamu ama si ufahamu. Kwa sababu naweza nikasema si ufahamu kutokana na dalili zake, matibabu yake, jinsi ambavyo ulivyo, jinsi ambavyo unavyotakiwa kuwa. Kwa uelewa wangu mimi wa kufahamu kama kifua kikuu, labda tu ninamsikia tu mtu naambiwa yule mtu ana kifua kikuu, au yule mtu kaenda kupima kagundulika na kifua kikuu. Ninaposikia ugonjwa wa kifua kikuu, dalili zake ni kuwa kutoka jasho usiku, ukikohoa wiki 2 mfululizo, uende ukamwone daktari. Na homa za mara kwa mara. Dalili zake ni kwamba unaweza ukatokwa na jasho usiku kama unasikia joto, lakini baadaye ukajisukia jasho umeloana tu, lakini jasho lenyewe ulioni tena. Cha pili, ugonjwa ule unaweza ukakohoa zaidi ya wiki 2 mfululizo. Dalili nyingine, unaweza ukakohoa damu. Ni ule ugonjwa ambao upo kwenye mapafu, ambao unabana sana kwenye mapafu. Kwa mfano mtu akiumwa na ugonjwa wa kifua kikuu, akikohoa anakuwa anaumia sana kwenye mapafu. Shanifahamu bwana? Kwa hiyo ugonjwa wa kifua kikuu ni ugonjwa ambao huwezi kwanza mtu ukamkaribia hivi kama hivi tulivyokuwa tunaongea mimi naye ndugu mtangazaji. Tuambie namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu? Namna ya kujikinga na ugonjwa wa kifua kikuu, ukisikia zile dalili muone daktari mapema. Wewe kama mgonjwa, wewe mwenyewe unafahamu kama mimi naumwa kifua kikuu. Ina maana wewe mpaka unajijua kama unaumwa kifua kikuu, umeshaenda hospitali, umepima ukajua na kifua kikuu. Kinachohitajika tu wewe kwanza kuwa muwazi kwa watu wako wanaokuzunguka. Unabidi waeleze, unabidi uepukane na watu kama mama yako. Umeshaenda hospitali, unajua kama washakwambia kama uhitajiki kwa hivi, uhitajiki kwa hivi, yaani washakupa principles zao wenyewe hospitali. Kwa hiyo kinachohitajika kama wewe mgonjwa, unatakiwa ufuate principles za hospitali, kitu gani walichokwambia, na uweze kufanya vile wanavyokuambia ili uweze kuwaokoa na wengine nao wanakuzunguka. Kwanza mtu huwa anabanwa sana na mbavu. Yaani ina maana anakuwa anafika kipindi hata akinywa hivi maji kidogo anakuwa mbavu zinambana sana. Labda umeona mtu anakohoa, wewe chukua kitambaa jifunike mdomoni. Kwa sababu unanyesha kwa njia ya hewa. Kwa hiyo unaona mtu anakohoa, na wewe chukua kitambaa jifunike. Au la sivyo wahi kwa kipimo zaidi, ili ukishaona kwamba una dalili ya kukohoa zaidi ya wiki 2 mfululizo bila kuacha, nenda kamuone daktari, uweze kwenda kupima makohozi au kupiga x-ray. Na imani tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Mwisho kipindi cha leo ndio mwanzo kipindi kijacho. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Chinosa. See you next time. Bye bye.